huko nchini Tanzania, ambapo hekaheka za kumchagua spika wa bunge la 13 nchini humo zinaendelea mjini Dodoma yalipo makao makuu ya nchi hiyo, huku chama tawala CCM kikimchagua Musa Zungu ambaye ni mbunge mteule wa Ilala kwenye kiti hicho katika uchaguzi utakaofanyika hapo kesho mjini Dodoma. Hata hivyo, duru za kisiasa zinaonyesha wazi kuwa Zungu ndiye atakayekuwa spika wa 8 wa bunge hilo kulingana na hali ya mambo ilivyo hivi sasa, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa bunge hilo haliwezi kuwa na upinzani wenye nguvu. Na Dodoma, mwandishi wetu Deokaji Makomba ametuandalia ripoti maalum ambayo inaangazia mchakato huo. Mara nyingi spika hutokea upande wa chama kilicho na wabunge wengi, na ndivyo ilivyojidhihirisha ambapo jina la mbunge wa Ilala Musa Zungu kutoka chama tawala CCM lilichaguliwa kuwakilisha chama hicho katika uchaguzi wa spika. Na kulingana na hali ya mambo ilivyo hivi sasa, Zungu anaonekana kuwa ndiye spika ajaye mpya wa bunge la Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa bunge hilo la 13 litakuwa ni bunge lililokosa upinzani wenye nguvu, huku wabunge wa chama tawala wakigeuka kuwa wapinzani, kama anavyosema Maliseli Hamdun, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Litakuwa ni bunge lililokosa upinzani wenye nguvu, lakini litakuwa ni bunge ambalo watu wa chama tawala watageuka kuwa wapinzani ndani ya bunge la sasa, kutokana na hali halisi ya mambo ilivyo, kwamba mwanasiasa legelege, bunge legelege hata kuwa na nafasi katika bunge lijalo. Kwa hiyo katika hali ya sasa itawabidi hawa wabunge wenyewe walioingia kuwa wabunge wakali na wakakamavu kweli kweli. Litakuwa ni bunge ambalo litakidhi sehemu kubwa ya vigezo, isipokuwa tu vile vigezo ambavyo vinapatikana kutokana na wabunge wa upinzani. Mbali na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuliona bunge lijalo kukosa upinzani, kadhalika wamesema kuwa msimamizi mkuu wa shughuli za bunge ambaye ni waziri mkuu atakayeteuliwa anapaswa kuwa mzoefu, mchapakazi, anayefahamu vyema nchi na ambaye yuko tayari kupambana na mawaziri bila kujali wanatoka katika chama tawala. Aliyekuwa spika wa zamani wa bunge hilo Tulia Ackson awali alionyesha nia ya kuwania kiti cha uspika kwa mara nyingine tena, lakini Ijumaa iliyopita alitangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kuwaacha Zungu na Masele, huku kujiengua kwake kukiibua mjadala kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya siasa. Daktari Donald Kasongi, mchambuzi wa masuala ya siasa, anasema kujiondoa kwa Tulia kuna nadharia nyingi. Nafsi yake imemuonyesha hivyo, pengine kuna hisia mbalimbali, kama pengine kuna kitu kimemuumiza katika kipindi hiki ambacho tulichopitia, au pengine anaona sasa kuongoza bunge lililopo sasa pengine si wakati mwafaka kwake. Hiyo ni sura ya nafsi yake, ambao ni lazima mtu apewe uhuru wake wa kuweza kuamua, kuweza kushiriki, kuchagua, kuchaguliwa na kuweza haki zake za kisiasa. Pamoja na hayo yote, kingine kinachosubiriwa kwa hamu kubwa ni jina la atakayekuwa waziri mkuu wa Tanzania. Deokaji Makomba, DW, Dodoma. Nam, tunasalia nchini Tanzania. Mwishoni mwa juma, jeshi la polisi nchini Tanzania lilitoa tangazo kuhusu maandamano yaliyotokea Oktoba 29 na baadaye likatangaza vilevile kuwasaka viongozi wa vyama vya upinzani, likiwahusisha kuratibu na kupanga maandamano hayo yaliyogubikwa na vurugu. Nimezungumza na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, na kwanza nilimuuliza tathmini yake juu ya ripoti mbalimbali zinazotolewa kuhusu vifo vilivyotokea wakati wa maandamano na baada, lakini pia uharibifu uliofanyika. Nafikiri taarifa zimetolewa mara nyingi. Na swali ambalo naliuliza. Kwa hiyo nilidhani kuuliza taarifa mpya. Kamanda Muliro, tunashuhudia kamata ya watu ambao wanahusishwa na maandamano. Lengo hasa la kamata hii ni lipi? Wapo wanaosema kwamba kamata hii inalenga kuwatisha watu. Lengo hasa ni lipi? Sisi hatukamati. Sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa kwa ukamataji uliofanyika na hao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano. Na nadhani kwa awali zilizotokea na zilizotolewa, na wewe kama ulikuwa unafuatilia kwa karibu, sisi tulikuwa tunashughulika na wahalifu wa matukio ambayo nadhani hata wewe ulikuwa unayaona ya kihalifu yaliyokuwa yanafanyika. Kamanda Muliro, zipo video mbalimbali zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, video zinazoonyesha watu chungu nzima wameuawa. Nyinyi mnazitolea ufafanuzi gani? Polisi mpaka sasa hamjasema chochote. Ukisema chungu nzima unamaanisha nini? Video ziko nyingi, manake kiwango kipi?
Kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote napoamua mimi kutoa kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali? Kwa hiyo unadhani sisi tulikuwa na video zikionyesha jinsi Salenda Bridge watu ambavyo wakikatwa mapanga na kuporwa, lakini baadaye zile video tukagundua sio za hapa. Kwa hiyo unaamini kuna video zikionyesha jinsi ambavyo ajali mbaya imetokea maeneo ya Kimara na watu wanapasuka vichwa na watu walikuwa wanazitoa, tukifuatilia tunakuta sio za hapa. Kwa hiyo ukiniambia video nyingi, mimi nakuacha na mtizamo wako. Kamanda, ni kama unamaanisha kwamba video hizi zinazoonekana mtandaoni ni za kutengeneza, manake sio halisi? Hapana, nilikuwa najibu swali lako la video. Sina hakika kama kwenye video hizo walikuonyesha pia jinsi walivyokuwa wanachoma visima vya mafuta. Sina hakika kama video hizo pia ulionyeshwa jinsi walivyokuwa wakichoma mabasi ya huduma za umma za watu wa kipato cha chini. Ndio maana mwanzo kabisa tulikuuliza kuhusiana na tathmini ya uharibifu wa mali zilizotokea kwenye mkoa wako. Pengine majibu hayo unayosema ndio ungeweza kunayasema hatangu hapo awali. Nataka kuyasema kwa sababu wewe umesema unaziangalia video. Sasa sijui kama hizo pia ulikuwa huzioni. Nimekuuliza ufafanuzi wa video zinazosambaa mtandaoni. Kama jeshi la polisi katika kanda yako Dar es Salaam, una ufafanuzi gani kuhusiana na hizo video? Nilikuwa na kuangalia katika mlengo wa jinsi unavyozichambua video, na unachambua baadhi ya video unazotaka zielezwe na zingine hutaki zielezwe. Sijui kama hizo za kuchoma mabasi ya walalahoi ya mwendo kasi kama uliziona. Kamanda Muliro, swali langu limeenda katika pande zote mbili. Naam, kwa bahati mbaya simu ya Kamanda Muliro ilikatika na tulikuwa bado na maswali mengi sana ya kumuuliza, ikiwemo madai kwamba jeshi la polisi nchini humo katika kanda yake kwamba linapouza ripoti za vifo vya watu, ripoti za kuzuia maziko ya watu na mengine kadhalika, lakini simu yake ilikatika na tukashindwa kumuuliza maswali mengine ambayo yalikuwa bado yamesalia. DW tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitayasoma muda usio mrefu. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kuchukuliwa hatua haraka za kimataifa, ikiwemo ushirikiano wa kutoa taarifa za kijasusi ili kushughulikia hali mbaya ya kiusalama nchini Mali, ambako wanamgambo wa JNIM wameweka vizuizi vya kupitisha mafuta nchini Mali na kuwateka nyara raia wa kigeni. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Katika taarifa aliyoitoa jana Jumapili, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf alielezea wasiwasi wake kuhusu hali halisi inayoendelea Mali, ambako makundi hayo ya kigaidi yameweka vizuizi vya uingizwaji mafuta tangu mwezi Septemba, kutatiza kufikiwa kwa mahitaji muhimu na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu kwa watu wa taifa hilo. Amependekeza kwamba kunapaswa kuwa na ushirikiano wa hali ya juu wa taarifa za kijasusi kwa mataifa yaliyo katika ukanda wa Sahel yaliyoathiriwa na hujuma za makundi ya wanamgambo walio na itikadi kali, huku akisisitiza kuwa Umoja wa Afrika uko tayari kuiunga mkono Mali pamoja na eneo zima la Sahel katika wakati huu mgumu, bila ya kutoa ufafanuzi zaidi juu ya hilo. Mahmoud Ali Yusuf pia ametoa wito wa kuachiwa mara moja raia 3 wa Misri waliotekwa hivi karibuni na kundi hilo la wanamgambo. Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin imekuwa ikiwalenga raia wa kigeni ili kupata fedha za kuendeleza operesheni zake magharibi mwa Afrika.